Ni siku ya sikukuu should I say kwa wapenzi wa mpira wa miguu nchini. Tunakwenda kucheza Dar es Salaam Derby. Dar es Salaam Derby. Azam Football Club tutakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Young Africans ambako wakuliweka sawa mchezo wa kwanza au uwanja wetu wa kwanza wa nyumbani ni Azam Complex Chamazi, na uwanja chaguo la pili pale inapobidi ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kuna sababu ambazo zinasababisha mchezo unaenda kuchezwa Benjamin Mkapa. Mara zote big match tumekuwa tukicheza Benjamin Mkapa, mchezo ambao unahusisha Simba na Yanga kwa mechi zetu za nyumbani. Kwa hiyo this time around ilikuwa tucheze kwenye uwanja wetu wa nyumbani ambao tulichagua huo Mkapa, lakini tukapata taarifa kwamba huenda uwanja ukawa umefungwa kwa muda ili kupisha marekebisho, lakini baadaye tuliambiwa kwamba tunaweza kuutumia na ndio maana mchezo wetu bado umebaki pale pale. Kwa hiyo kwa mashabiki ambao walikuwa na wasiwasi juu ya hilo, ni watoe wasiwasi. Ngoma itakuwa pale kuanzia majira ya 2:30 usiku. Ni mchezo ambao tumeshataja vitambulisho kwenye kurasa yetu ya Instagram ya Azam FC Official. VIP A ni 30,000, VIP B itakuwa ni 20,000, VIP C ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Muda wowote kuanzia majira ya 10 jioni milango itakuwa wazi kuruhusu watu wa mpira wa miguu kwenda kuchukua nafasi zao mapema ili kuweza kuwa sehemu ya mchezo huo kwa ujumla. Kwa hiyo kikubwa, tuje kwa stara, tuje kwa adabu, tuje kwa kuheshimu wenzetu, tusifanye namna yoyote ya kufanya tukaonekana ni watovu wa nidhamu, especially mashabiki wa Azam FC, lakini kubwa zaidi kwa mashabiki wote wa mpira wa miguu ambao watajitokeza kwenye mchezo wenyewe. So tukija kwenye mechi yenyewe, sio mechi rahisi kama ambavyo inazungumzwa, ni mechi ngumu na ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo kwenye misimu 3-4 ya karibuni zikikutana imekuwa ni mechi nzuri sana kuitazama. Sio kwenye ligi kuu, sio kwenye FA wala sio kwenye michuano yoyote ambayo tumekutana, hata ile ambayo inafanyika Unguja kule ya Mapinduzi pamoja na Muungano. Kwa hiyo shime kwa wale ambao watakuja uwanjani wajue kwamba hawajapoteza muda wao. Tunakuja kuangalia mechi kweli, tunakuja kuangalia mechi nzuri, ijapokuwa mchezo ambao tunakwenda kucheza sisi ni second team. Si ni timu ya pili, tunaingia kama underdogs, tutaheshimu sana Young Africans, lakini tuna uhakika kwamba tutadeliver mechi nzuri sana. Mchezo uliopita dhidi ya Msimbazi, tumekauli hiyo hiyo ya sisi ni underdog na mtakwenda kudeliver mechi deliver na mchezo matokeo. Kuna siri gani kwenye kauli hiyo ya sisi ni underdog? Nimemsikia kwanza, unajua juzi nimesikia hali akijibu kwamba eti ni mbinu za kitoto. Huo ndo ukweli. Sisi ni underdog. Ndio uhalisia. Na tunaingia kwenye hiyo mechi hata kama tuko nyumbani, sisi sio favorite wa mchezo. Ila one thing we know for sure, kitu kimoja ambacho tuna uhakika nacho, tuna wachezaji wazuri, tuna mwalimu mzuri, tutaonyesha mchezo mzuri. Vile ambavyo tutakuwa tumekadiriwa kwenye mechi, we call it a day. Wala hakuna siri yoyote ambayo imejificha ndani ya hii kauli ya kwamba sisi ni underdog. Sisi ni timu ya kawaida tu, obvious. Kwa sababu hata kwenye ushindani wa hizo big two sio size yetu. Lakini sisi ni underdog, we are going in kama second team, tutaonyesha mchezo mzuri. Mwalimu ameonekana hapo kulalamikia uwanja. Uwanja wetu wa nyumbani, lakini tunaona tunahamishwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kulea kama kupeleka alama zake kwa Tanzania TFF. Lakini kama nitakumbuka vizuri, serikali kupitia katibu mkuu imesema kwamba mimi ndio nimepeleka ombi la kuomba kutumia uwanja. Yes. Kumfahamisha Mwalimu anajua. Bahati mbaya unajua kuomba kubadilisha uwanja wa michezo, uwanja wa mchezo wako kutoka uwanja wa nyumbani pengine ni mchakato ambao kama nilisoma vizuri nafikiri unafika siku 21 kabla. Kwa hiyo taarifa sisi tumezipata wakati tayari tuko kwenye hiyo time frame. So ikawa imeshindikana. Lakini tunajua wote ndani ya club na hata mwalimu tumejaribu kumfahamisha. Bahati mbaya unajua yeye ni mgeni kwenye hii ligi yetu, lakini tulimfahamisha kwamba kawaida msimu ukianza timu inakuwa na kiwanja cha nyumbani, inakuwa na backup ya kwanza, alafu mechi hizo baki zinakuwa ugenini. So ni jambo ambalo liko ndani ya club and we will deliver. We will deliver. Mimi nilizungumzia hapo swala la uwanja.
unaona nini? Mwalimu mwingine yeye kiufundi ameona uwanja wa Azam kwa maana ya Chamazi ndio unampa favorite kwa maana anakuwa yuko huru kwa uwanja wa Chamazi kuliko pengine Benjamin Mkapa mpaka nahisi kwa sasa na kuna kucheza nini. Hiyo concern wanayo mpaka mashabiki wetu kwamba kwa nini tunacheza Benjamin Mkapa na sio Chamazi. Azam Complex ni uwanja wetu wa nyumbani indeed, na niwatoe wasiwasi kwamba hata kwenye mechi ambazo tumecheza Chamazi ukilinganisha na mechi ambazo tumecheza Mkapa mbele ya Yanga, tumewapasua mechi nyingi Mkapa kuliko Chamazi. Chamazi nakumbuka kama tumecheza mechi 4 au 5, pata ushindi mechi moja tu ambayo walipata kadi nyekundu, sio? Lakini mechi zilizobakia tulikuwa kwenye wakati mgumu. Mechi ambazo tumecheza Mkapa ni mechi ambazo tumewapasua kwelikweli vizuri, comfortable na mpira umechezwa. So kwangu mimi sidhani kama kuna chachu yoyote. Ni swala la team tu kuwa committed, kuwa team kama team 100%, mkubali kuwa underdog, second team muingie kinyonge, you win it. Wao na washambuliaji wazuri, sisi tuna mabeki wazuri. I believe na sisi pia tuna washambuliaji wazuri na wao na mabeki wazuri. So win-win. May the best team win the match. Sema kwa nguvu Jadu. Jadu. Doze. Sema kwa nguvu. Ramadhani Mubarak. Asalamu alaykum. Sasa Jadu unaanza kusema kwa nguvu hapo? Wakati huu ndugu zangu wana habari. Ni siku nyingine nzuri. I hope tunakaa mazingira ambayo kidogo hayana kaeka nyingi, au inawezekana si ni waogeleaji wazuri, lakini kikubwa ni kwamba tunapumzi na tumefika salama. Kwa wenzetu wa Kristo wanaoendelea na mfungo wa Kwaresma, tuendelee kuwatakia Kwaresma njema, na kwa sisi Waislamu ambao bado tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan Karim. Siku ya tarehe 15 mwezi wa 3 ni siku nyingine ambayo ni siku ya sikukuu, should I say, kwa wapenzi wa mpira wa miguu.